Hapa tupo Mivinjeni Secondary School na tuko na mwalimu hapa, atajitambulisha na atatuambia anajisikiaje sisi kuwepo hapa. Karibu sana mwalimu. Asante. Kwa majina mimi naitwa Mwalimu Samson Maganga Kolola. Ni mwalimu wa hii sekondari Mivinjeni. Pia ni mwalimu wa michezo. Kusema ukweli mimi nimejisikia faraja sana kwa nyinyi kuwepo hapa. Nimefurahia kuona wanangu wakiwa wanafanya performance kama ile. Hata nyinyi mmeona pia vipaji vilivyoko hapa. Cha kuambia tu ni kwamba kama nilivyosema mwanzo kwamba niko hapa kama mwalimu, manake nawakilisha serikali. Kwamba mimi ni mwalimu hapo, ni mwajiri wa serikali. Manake vipaji vinavyoonyeshwa hapa ni namna gani serikali waone kwamba Mivinjeni tuna wanafunzi wa aina gani. Sio tu wazuri darasani, lakini pia kwenye vipaji wanavyo. Wapo wanaoimba, wapo wanaodansi, wapo waandishi wa habari pia na vipaji vingine kama sarakasi. Cha kuwashauri wazazi na walimu na jamii kwa ujumla ni kwamba kipaji kinalipa. Wasiozuia watoto wao kuonyesha vipaji vyao. Kipaji kama nilivyosema kinalipa. Mtu anapokuwa anaonyesha kipaji chake ni mwanzo wa fursa zingine. Kipaji, kuna vipaji vingi, kuna sanaa za ndani na sanaa za nje. Sanaa za ndani ni kama kule kuimba, sarakasi na kudansi na kadhalika. Na kwa sanaa za nje pia. Kwa maana hiyo basi, ombi langu kwa wazazi, wasiwazuie watoto wao kuonyesha vipaji. Mimi kama mwalimu wa michezo, hapa Mivinjeni tunasoma na vipaji tunaonesha pia. Huwa sisiti kuwaambia watoto waonyeshe vipaji vyao, waigize, wachekeshe, wafanye chochote kile. Manake mimi naamini hiyo ndio ajira yao. Tuna watu wengi ambao ni wasomi lakini wana vipaji vingine. Kwa shauri wazazi na jamii kwa ujumla, ukiona mwanao ana kipaji chochote kile, jitahidi kumsaidia kwa namna moja ama nyingine. Ukishinda kumsaidia kabisa, una uwezo, wapo e-connect ambao kazi yao ni kwenda mashuleni na sehemu zingine mbalimbali kwa ajili ya kuangalia hivyo vipaji na kuona namna gani wangeweza kutoa msaada wa aina yoyote ile. E-connect.